Jina langu ni Godfrey Raphael Mpangure, ni mwanafunzi wa kutoka Tasuba College. Nipo hapa leo kuelezea mchoro wa twiga kama mnavyoona hapa. Na huu mchoro kabla ya kwanza tulianza na process mpaka kufikia hapa. Kwanza kabla yote, process ya kwanza kabla ya kuanza huu mchoro, takiwa kwanza usafishe eneo hili ambalo unataka kwenda kuchorea. Upake rangi ambayo ya kusafisha nini? Huu ukuta. Ambayo hiyo rangi inaitwa silk. Unapaka kwanza. Ukishapaka hiyo rangi ambayo umeshauandaa ukuta wako vizuri kabisa. Baada ya hapo tukishamaliza kuipaka hiyo silk ambayo imeshakuwa smooth, ukuta wetu upo vizuri, tunachukua rangi ambazo ni kutengeneza background kama mnavyoona kwa huku nyuma kuna njano, hapa kuna blue bahari. Hii ni background yetu ambayo ipo nyuma nini ya twiga. Tukishamaliza kuchora background yetu hiyo ambayo kama mnavyoona hapa, tunakuja sasa tunachora kwa kutumia penseli. Tunaanza kwa kuchora penseli. Tukishamaliza kwa kuchora kwa penseli, baada ya hapo tunakuja kumchora kwa kutumia rangi kama mnavyoona. Tunachora kwa kutumia rangi vizuri. Tukishamaliza kwa kuchora kwa kutumia rangi, ndio baada ya hapo tunakuja kumshade huyu twiga wetu kama mnavyoona. Kuna vidoti doti hapa, kuna vidoti na huku kuna mti ambao inajulisha kuwa hapa hii ni miti, na hawa ndege wetu kama mnavyoweza kuwaona hapa. Hivyo tunakuwa tayari twiga wetu amekuwa amekamilika kama mnavyoweza jinsi kumuona hapa. Hizo zote ni process ambazo za kumchora huyu twiga kama mnavyoona, hatua kwa hatua. Kabla ya yote hujaanza kuchora, cha kwanza hakikisha eneo ambalo unaloenda kuchorea takiwa uandae mazingira mazuri ya kuweza kulichorea hiyo eneo. Uandae, utengeneze background yake iwe nzuri kutegemeana na huyo kiumbe ama hiyo picha ambayo unataka kwenda kuichora. Kama ni picha ya mnyama twiga ama picha ya mnyama yoyote ambaye amekuwa katika nini mchoro huo, cha kwanza cha kuzingatia, chora background yake nyuma. Hivyo utakuwa tayari hapo umezingatia. Na cha pili, takiwa uzingatie twiga ambaye huyo mnyama ambao unaenda kumchora. Huyo mnyama unayemchora ni mnyama wa aina gani? Uzingatie rangi ambazo unazotaka kwenda kumchora huyo mnyama. Huu mchoro unaitwa mchoro wa tinga tinga. Kama unavyojua tinga tinga kuna vitu vingi. Kuna ndege, sijui kuna twiga, kama unavyoona hapa kuna kiboko na kuna wanyama wengine ambao mnaona hapa katika eneo hili. Maana yake inajulisha yote kuwa ni mchoro wa nini? Mchoro wa tinga tinga. Kwa tukitoka kwa huko nje tunavichora, tupo kuna sehemu ambapo tunachora sisi kama wachoraji. Hatuchori tu kama hivi ni twiga na nini na pala. Tunaweza tukapainting kutegemeana na mtu anavitaka. Tunaweza tukapainting kwenye mashati, tunaweza tukapainting kwenye chochote kile, lakini kiwe kina muonekano wa umbo zuri. Hata mtu ukiweza kuweka hapa anaweza kununua. Tunapatikana hapo sehemu moja inaitwa Caravan. Pale ukifika utakutana na picha mbalimbali watu wanachora. Utajionea mwenyewe jinsi ilivyo rangi zinavyotumika kwa kuchora picha. Asilimia nyingi zinatumika katika mazingira tofauti tofauti. Hususa zaidi watu wengi wanapenda picha ambazo zinazochorwa kwa kutumia rangi kuweka ndani kama ni urembo. Kikweli naishukuru sana taasisi hii. Mpaka nilipoweza kufikia hapa nimejifunza vitu vingi na zaidi, na bado nazidi kujifunza zaidi. Kikweli imenisaidia mimi ambaye nilikuwa sijui maana nini ya kutumia rangi, na nilikuwa sijui nini maana ya kutumia jinsi hatua kwa hatua uchoraji. Lakini kwa saizi nimejifunza vitu vingi, nimejifunza kuchora painting, nimejifunza kama unavyoona vitu mbalimbali, nimejifunza kucheza ngoma kama unavyoona Tasuba, kuna kucheza ngoma, kuna kuigiza na kuna mambo mengi ambayo yapo Tasuba ambayo siwezi kuendelea zaidi, ni mengi sana kusema kweli nimejifunza kupitia kwa Tasuba. Kwa vijana waliokuwa mtaani, wasikate tamaa kutimiza ndoto zao, kwa sababu kila mtu ana hamu na shauku ya kutimiza ndoto yake, lakini kikubwa tu yeye asiwe mtu ambaye kujifikiria sana. Tasuba ipo kwa ajili yetu sisi kutimiza malengo na ndoto zetu, kufikia pale tunapohitaji kufikia. Waje Tasuba, watapata elimu ya kutosha, kuna maadili ya kutosha, watajifunza vitu mbalimbali. Hiyo yote ni kuweza kufikia malengo ya nini, ya ndoto zao. Wasikate tamaa, wakaribie tu Tasuba.